kuhusu zoezi la upigaji kura. Ndugu Waislamu na wananchi wote kwa ujumla, siku ya Jumatano ya tarehe 29 Oktoba, panapo majaliwa, tutatekeleza haki yetu ya kikatiba ya kupiga kura kwa ajili ya kuwachagua viongozi wetu watakaoliongoza taifa letu baada ya uchaguzi. Kwa msingi huo, tunawasihi Waislamu na wananchi wote kujitokeza kwa wingi kushiriki katika zoezi hilo muhimu kwa amani, utulivu na nidhamu, ili tuwachague viongozi sahihi tunawaona wanafaa kutuongoza. Tunawahimiza msipotoshwe na baadhi ya watu au baadhi ya viongozi wa dini. Kwa hakika baadhi ya viongozi wa dini wanaohubiri chuki na mgawanyiko kwa Waislamu kwa maslahi yao binafsi. Kwa hakika vitabu vya dini zetu vinatufundisha upendo, amani, utuifu kwa mamlaka halali na heshima kwa kila mwanadamu, hata yule mwenye imani tofauti nasi. Tahadhari: ni jambo la kusikitisha kuona baadhi ya viongozi wa dini wakikiuka mafundisho ya dini kwa kuhubiri maneno ya kuchochea hisia za kisiasa. Dini zetu hazitufundishi mifarakano, bali zinasisitiza umoja, hekima na maelewano. Tunawakumbusha kwamba kuna mambo mengi ambayo viongozi wetu wa kitaifa wanayoyashughulikia kwa niaba yetu ili kuhakikisha amani na usalama wa taifa. Hivyo basi, tusikimbilie kuhukumu au kudharau, bali tutumie akili, busara zetu katika kuchanganua taarifa tunazozisikia. Kumbukeni, maisha ya leo ni bora zaidi ukilinganisha na zama zilizopita. Tumepiga hatua kubwa kama taifa. Hivyo basi, akili za kuambiwa changanya na zako. Wito: tunapokaribia uchaguzi huu, tunasisitiza mambo yafuatayo. La kwanza, tuendelee kutii mamlaka halali na kufuata maelekezo yao kabla na baada ya uchaguzi. La pili, kuhifadhi amani na tusikubali kugawanywa kwa misingi ya dini, kabila au itikadi za kisiasa. Tatu, tumuombe Mwenyezi Mungu atujalie uchaguzi wa amani, haki, mafanikio kwa taifa letu. Ushahidi wa kidini au ushahidi wa dini katika haya: Mwenyezi Mungu amesema katika sura An-Nisa aya ya 59, maana ya aya: enyi mlioamini, mtiini Mwenyezi Mungu, mtiini mtume na wenye mamlaka juu yenu. Na katika hadithi sahihi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesema, Muislamu anapasa kumsikia na kumtii kiongozi wake katika mambo anayoyapenda au anayoyachukia, ili mradi hakuamrishi maasi. Imepokelewa na Bukhari na Muslim. Amesema tena Mtume sallallahu alaihi wasallam, sikieni na tiini,
sikieni na tiini watawala wenu, hata kama atakuwa ni mtumwa wa Habashia ambaye kichwa chake ni kama zabibu. Imepokelewa na Bukhari. Kwa hivyo amri ya kuwatii viongozi katika mambo ya kheri ni jambo lililokubaliwa kwa ijmaa ya wanazuoni na ni sehemu ya akida ya sahihi ya Ahlusunna wal Jamaa. Hitimisho. Tunaombea nyote kheri, amani, mafanikio katika uchaguzi huu na maisha yenu ya kila siku. Mwenyezi Mungu aibariki Zanzibar, aibariki Tanzania. Wabillahi tawfik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.